Mpendwa wa msikilizaji na mtazamaji wa vipindi vyetu, karibu katika masomo ya kesha la asubuhi lenye kichwa Mwinue Yesu juu. Hivyo hapo ulipo, kaa usibanduke, ni kusihi tu makinika nasi hadi tamati. Piga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti, imba sana. Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja. Yesu yuaja tena. Ikiwa ni Aprili 14, somo linasema utukufu wa nguvu ya Mungu. Kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kwa kuwaonya watu makosa yao na kwa kuwaongoza na kwa kuwaadibisha katika haki, ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa, apate kutenda kila tendo jema. Timotheo wa pili 3 mstari wa 16 na wa 17. Tufumbe macho tupate kuomba tunapoanza somo letu. Asante Baba Mungu kwa upendo wako. Asante kwa kutuamsha salama. Tunakushukuru na kulihimidi jina lako. Baba, tunapoenda kujifunza maandiko yako matakatifu, kuwa pamoja nasi, tufundishe, tuhekimishe na yakatusaidie kuyaishi katika maisha haya. Tuishi sawa sawa na mapenzi yako kupitia jina lako Yesu Kristo. Amen. Mungu amependezwa kuwasilisha ukweli wake kwa ulimwengu kwa njia ya mawakala wa kibinadamu na yeye mwenyewe kwa njia ya Roho wake Mtakatifu. Aliwafanya watu wafai na kuwawezesha kuifanya kazi hii. Aliiongoza akili katika kuchagua cha kusema na cha kuandika. Hazina iliwekwa katika vyombo vya udongo na bado ni hazina iliyotoka mbinguni. Ushuhuda umewasilishwa kwa njia ya maneno yasiyokuwa makamilifu ya lugha ya kibinadamu. Japokuwa ni ushuhuda wa Mungu, na mtoto wa Mungu mtiifu anayeamini anaona ndani yake utukufu wa nguvu ya Mungu aliyejaa neema na kweli. Katika neno lake, Mungu amewapa wanadamu maarifa muhimu kwa ajili ya wokovu. Maandiko matakatifu yanapaswa kupokelewa kama ufunuo wenye mamlaka usiokosea wa mapenzi yake. Maandiko ni kiwango cha tabia, mfunuaji wa mafundisho na kipimo cha uzoefu. Hata hivyo, ukweli kuwa Mungu amefunua mapenzi yake kwa wanadamu kwa njia ya neno lake hauondoi hitaji la uwepo na uongozi endelevu wa Roho Mtakatifu. Kinyume chake, Roho Mtakatifu aliahidiwa na Mwokozi wetu ili kulifunua neno kwa watumishi wake, kuangazia na kutumia mafundisho yake. Na kwa kuwa ni Roho wa Mungu aliyeongoza uandishi wa Biblia, haiwezekani kuwa fundisho la Roho liwe kinyume na fundisho la neno. Roho hakutolewa wala hawezi kutolewa ili kuchukua nafasi ya Biblia, kwa kuwa maandiko yanasema wazi kuwa neno la Mungu ni kiwango ambacho kwacho mafundisho yote na uzoefu vinapaswa kupimwa. Alisema Mtume Yohana, msiamini kila roho, bali zijaribuni hizo roho kwamba zimetokana na Mungu, kwa sababu manabii wa uongo wengi wametokea duniani. Yohana wa 4 mstari wa 1. Na Isaya anasema, na waende kwa sheria na ushuhuda. Ikiwa hawasemi sawasawa na neno hili, bila shaka kwa hao hapana asubuhi. Isaya 8 mstari wa 20. Kwa kupatana na neno la Mungu, Roho wake alipaswa kuendeleza kazi ya neno la Mungu katika kipindi chote cha kazi ya kutangaza Injili. Katika zama ambazo maandiko ya Agano la Kale na Jipya yalikuwa yakitolewa, Roho Mtakatifu hakukoma kuwasilisha nuru kwa watu binafsi. Kando ya mafunuo yaliyowekwa pamoja kuunda Biblia takatifu, Biblia yenyewe inasimulia jinsi ambavyo kwa njia ya Roho Mtakatifu watu walipokea maonyo, makaripio, ushauri na maelekezo katika mambo ambayo hayakuhusiana kabisa na utoaji wa maandiko. Sehemu zingine zinataja manabii katika zama tofauti ambao maneno yao hayakuandikwa popote. Katika hali inayofanana na hiyo,
Baada ya kukamilisha na kufunga orodha ya vitabu vinavyounda Biblia, Roho Mtakatifu aliendelea na kazi yake ya kuangazia, kuonya na kufariji watoto wa Mungu. Utasoma Pambano Kuu toleo la 11 ukurasa wa 5 hadi wa 7. Huu ni mwisho wa somo letu la Aprili 14. Tufumbe macho tuombe tunapohitimisha somo letu, somo lisemalo utukufu wa nguvu ya Mungu. Na tuombe. Asante Baba kwa somo hili zuri ambalo umetufundisha leo. Baba, tunaomba tusaidie tuweze kuyaishi sawa sawa na mapenzi yako kupitia jina lako Yesu Kristo. Amen. Barikiwa nami mwaka 2025 katika masomo haya. Anakuja, Yesu yu